sio sahihi. Sasa nategemea mzazi mwenyewe huo muda unamrudisha nyumbani, kwamba anakuwa ni muda ambao unajua kabisa hapo unaweza kumcontrol apate muda, kwa sababu mtoto mdogo kama mwenye umri mdogo ana style ya kwanza apate muda mrefu wa kulala mapema, na lazima awe na maadili mazuri, na mtoto wake ni mwepesi kushawishika. Kwa hiyo kama hana majukumu yake ya muhimu, kurudi nyumbani ni muhimu sana, na hata kama anachelewa na kasirika. Ilikuwa siku moja nilichelewa kurudi shuleni, kwa hiyo muda ambao uaga narudi kila siku nikawa yani umepita, kwa mzazi akawa na kuna ulazima mtoto wa kike ifikapo saa 12 za jioni awepo nyumbani? Unadhani ni kwa nini? Na hayo ni baadhi ya maneno ambayo wengi wao wameyazoea au kuyasikia kutoka kwa wazee wa zamani ama wahenga, lakini katika dunia ya leo vijana wanataka uhuru zaidi. Kanuni hizi za malezi bado zina nafasi au wazazi wanapaswa kubadilika na kwenda sambamba na kizazi cha sasa? Pamoja na mabadiliko ya kizazi cha sasa, jambo moja ambalo bado halijabadilika kwa wazazi na vijana pia, kila mzazi anatamani kumwona mtoto wake akiwa na maadili, na kila kijana anatamani kuaminiwa. Swali ni moja tu, tunawezaje kujenga kizazi chenye uhuru lakini wakati huo huo kisichopoteza nidhamu? Wazazi wanapaswa kuwawekea vijana muda wa kurudi nyumbani inapobidi, kwa sababu ya kuwa control na kuweza kuwatengenezea maadili mazuri, kwa sababu mtoto sometime kama hujamwekea maadili za kurudi nyumbani katika muda ambao sio sahihi. Sasa nategemea mzazi mwenyewe huo muda unamrudisha nyumbani, kwamba anakuwa ni muda ambao unajua kabisa hapo unaweza kumcontrol apate muda, kwa sababu mtoto mdogo kama mwenye umri mdogo ana style ya kwanza apate muda mrefu wa kulala mapema, na kuweza kama ni mwanafunzi labda aweze kujiandaa na taratibu za mambo yake ya shule kwa siku inayofuata, na vile vile mzazi upate muda vile vile ya mtoto wako kuweza kuongea naye na kuweza kumwelekeza maadili na mambo mengi ya dunia jinsi inavyoenda, kwa sababu ukimwacha peke yake anaweza karudi muda anaotaka yeye, alafu mwisho wa siku mkapishana, labda wewe umelala na yeye bado yuko anazurura na ujuko anakutana watu gani wabaya, anaweza kurudi midnight yani. Wazazi wanapaswa kuwawekea vijana muda wa kurudi, hasa watoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kike lazima awe na maadili mazuri, na mtoto wa kike ni mwepesi kushawishika. Kwa hiyo kama hana majukumu yake ya muhimu, kurudi nyumbani ni muhimu sana, na hata kama anachelewa na majukumu mengine huko anakokwenda, lakini muda ule wa kutoka, wewe mzazi wewe unaufahamu kwamba ni muda gani. Hata endapo atachelewa, wewe ni rahisi sana kufuatilia kwamba mwanangu atakuwa amekwama sehemu gani, kuliko kuondoka bila kujua mtoto anarudi kwa muda wake. Mara nyingine ukute wewe umelala akugongee mlango, ambavyo sio maadili mema hayo kwa sisi wa Afrika. Kipi ni muhimu zaidi kwa vijana, uhuru au nidhamu yenye maadili? Nidhamu ya maadili ni kitu muhimu sana kwa vijana, kwa sababu ndio inampa mwelekeo wote wa maisha yake na kuweza kuishi kwenye jamii na kukubalika. Na hiyo uhuru, ategemea uhuru gani unampatia. So uhuru ambao unaweza kupitiliza kwamba akafanya mambo ambayo hayaendani na mambo ambayo yanaamrishwa katika jamii, au akajifanyia mambo ambayo yanaenda tofauti na maadili yanavyotakiwa ya kijana. Uhuru unatakiwa kama hivyo unavyomwacha anaenda, lakini unataka ujue muda gani atarudi, unataka arudi kwa wakati. Lakini pia maadili pia ni mema katika maisha tuliokuwa nayo. Watoto wakiwa na maadili mema, tutajenga taifa lenye maadili mazuri. Ukiambiwa saa 12 za jioni uwe nyumbani, unahisi ni malezi au ni kuwekewa mipaka? Mimi nahisi hayo ni malezi, kwa sababu tunajua sasa hivi dunia imeharibika, ina mambo mengi. Kwa unavyoambiwa uwe kuanzia saa 12 uwe nyumbani, hayo ni malezi, ni mpaka ambayo mzazi anakuwekea ili kwa ajili ya usalama wako. Kwa mimi naona ni jambo jema. Ni kwa wakati gani uliwahi kuchelewa kurudi nyumbani mzazi akikasirika? Ilikuwa siku moja nilichelewa kurudi shuleni, kwa hiyo muda ambao uaga narudi kila siku nikawa yani umepita, kwa mzazi akawa na hofu tayari. Muda nilorudi ulikuwa ni muda umeenda sana. Kwa hiyo nilivyorudi mpaka kumuelezea kuja kunielewa kwamba sababu ilionifanya kuchelewa ni tulichelewa kupewa ruhusa na walimu, ilikuwa ngumu sana. Kama ungekuwa mzazi, ungemruhusu mtoto wako arudi nyumbani muda gani? Saa 12 tu ameshafika nyumbani. Kwa sababu huo ni muda mzuri kwanza. Kama ni masuala ya shule anakuwa kashamaliza, sijui masuala gani kashamaliza. Huo ni muda mzuri kwa sababu kwanza ndio muda ambao nitakuwa na mimi nimemaliza shughuli zangu. Kwa hiyo nitatumia kukaa naye
na kujadili mambo yetu ya kifamilia. Na leo tumeona kwamba muda wa kurudi nyumbani si swala la ukandamizaji, bali ni upendo na usalama kwa vijana. Wazazi wanataka maadili kwa watoto wao na vijana wanataka uhuru. Ukweli ni kwamba uhuru bila nidhamu unaharibu, na nidhamu bila upendo inazaa uasi.